Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi kwa majina naitwa Hassan. Wewe unaitwa? Kwa majina Sinaida Adhiambo. Sinaida Adhiambo. Swali gani ambaye pengine katika maisha yako umeishi na Waislamu, wengine ni majirani na unawajua, kitu gani ungetaka kuwauliza? Pengine you don't understand mambo yao mengi. Ni kitu gani ungetaka kuuliza katika Uislamu at least uweze kujua? Okay, kenye naweza uliza kwa swali yangu, huwa napenda kuomba kwa hiyo kanisa yenu. But kenye nanishindanga nasikianga kenye mnaomba ng'ombe na Biblia yenu si sahihi na ya kawaida yetu. Sasa nauliza, ni ukweli mnaombanga ng'ombe na Bible yenu ni tofauti au? Cheke. Nani huwa alikwambia tunaomba ng'ombe? Ulisikia kwa nani? Nilisikia kwa watu. Wanasema tunaomba ng'ombe. Sasa kama ng'ombe ingekuwa msikiti ingekuwa inalia mpaka watu wote wa jirani wanauliza, "Huyu msikiti kumahua ng'ombe?" Waislamu kwanza, kitu ya kwanza hawaabudu ng'ombe, hamuombi ng'ombe na hatumuombi Muhammad. Unaona? Tunamuomba Mungu aliyeumba hii mbingu na ardhi. Katika Uislamu anaitwa Allah. Ndio naona asubuhi wakati unasikia kama uko na jirani ya msikiti ama hata kama iko mbali, unasikia watu asubuhi wanasema Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hiyo ni kusema Mwenyezi Mungu ni mkubwa, Mwenyezi Mungu ni mkubwa. Ile tunasikia asubuhi tukisema saa 11. Ashhadu an la ilaha illa Allah, yani ya kwamba hakuna mola isipokuwa mola moja. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, na Muhammad ni mtume wa Mungu. Hayya ala swala, kujeni tusali. Hayya ala falah, kujeni kwenye kufaulu. Ndio tunaongeaga asubuhi. Kwa hivyo kuabudu Muhammad ama kuabudu ng'ombe ama kuabudu kitu chochote, basi hiyo kwetu ni haramu. Ndio tumekatazwa. Hata mtu yoyote ambaye anaabudu manabii, kwa mfano kuna watu wanaabudu kama Yesu, si ndio? Ama wako kweli? Wanasema ndiyo Mungu. Tunaona sasa, ukiabudu Yesu, uabudu Muhammad, uabudu Musa, uabudu Ibrahimu, uabudu Nuhu, manabii waliotangulia, unaenda motoni direct kwa Mungu, kwa sababu Mungu anakuwa akiwa peke yake na amejitosheleza na kila kitu, hahitaji msaidizi yoyote amsaidie. Mwenyezi Mungu ana uwezo wa kufanya kila kitu. Unasikia sasa? Na kitabu yetu si Biblia, hii inaitwa Qurani. Sijui kama umeshaiona. Hebu iangalie. Hii ndio Qurani sasa. Unaona hii ni lugha ya Kiarabu. Ile lugha ilikuja naye. Kwa sababu aliyekuja na hii kitabu ni Mtume Muhammad, na alikuwa ni Mwarabu. Na wakati ya Yesu, Injili ya Yesu haikuwa imeandikwa na hiyo lugha tunasoma saa hii. Ilikuwa imeandikwa na lugha ya kwao. Torati ya Musa pia ilikuwa imeandikwa kwa lugha ya kwao. Ndio unaona maana kila nabii akija duniani alikuja na lugha ya watu yao. Unaona sasa? Haya, swali lingine ni je, mbona mkienda kuomba lazima muoshe mguu, muoshe uso? Hiyo ina nini? Mbona tukienda kusali tunasema kuswali ama kuomba, sawa? Unajua kuna tofauti ya kuomba na kusali. Kuomba unaweza omba Mwenyezi Mungu hata kama unatembea. Hata kama umelala tu bahali hivi, unaweza muomba Mwenyezi Mungu kitu chochote unataka. Hata ukitembea kwa njia, unaweza kwenda ukimuomba Mwenyezi Mungu, mwambie mimi niko na mashida, niko na nini. Hiyo ni kuomba. Lakini kuna ibada ndio sala. Hiyo ndio tunasema sasa kuabudu. Sasa unauliza kwa nini tunaosha miguu, tunaosha mikono na nini? Hiyo ni kwa sababu ni amri ambayo tumepewa na Mungu, na hebu tuiangalie katika Qurani. Hebu soma hii Qurani kidogo. Naomba Qurani 5 aya yake ni ya 6. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Enyi mlioamini, mnaposimama ili mkaswali, basi osheni nyuso zenu na mikono yenu mpaka vifundoni. Na mpaka vichwa vyenu na miguu yenu mpaka vifundoni. Unasikia? Tunaambiwa tuoshe uso wetu, mikono yetu, na tupake kichwa maji, na miguu yenu na mikono tunafikisha mpaka hapa. Naona hapa hivi. Hapo ndio tunafikisha mkono. Tunatawadha. Hii ndio inaitwa kutawadha. Na kama tunaenda choo pia tunatumia hiyo maji. Unaona sasa? Hiyo ndio tunaita kutawadha. Unaona?
Kwa hivyo hii ni desturi ilikuwako tangu zamani. Hata Biblia yenu inasema watu watawadhe. Unashaiona hiyo? Unashaiona? Hebu nitoe kidogo andiko mbili. Nyero. Sasa hii 30:17 kitabu cha Kutoka. Hata Musa alikuwa anafundisha watu kutawadha. Yesu alifundisha watu kutawadha. 30:17. Bwana akanena na Musa na kumwambia. Akamwambiaje? Fanya na birika la shaba na tako lake la shaba ili kuogea. Nawe utaliweka kati ya hema ya kukutania na madhabahu. Nawe utalitia maji. Na Haruni na wanawe wataosha mikono yao na miguu yao humo. Unasikia? Kumbe hata wakati ya Musa watu wanafundishwa kutawadha. Hebu tuangalie kama wakati ya Yesu pia watu walikuwa wanafundishwa kutawadha. 2:6 kitabu cha Yohana. Inasema 2:6. Basi kulikuwa huko mabalasi 6 ya mawe. Nayo imewekwa huko kwa desturi ya Wayahudi ya kutawadha. Unasikia? Unaona? Kulikuwa na mitungi 6 imewekwa ya maji wakati ya Yesu kwa sababu ya desturi ya Wayahudi kufanyaje? Kutawadha. Unajua ni nini? Sijui. Hebu tuangalie hapo nyuma ya Biblia wameandika maana yake neno tawadha. Tawadha ni maana yake ni nawa. Oga mbele ya kusali. Unaona, kabla hujaenda kumwabudu Mungu, unanawa mikono yako, miguu yako na kichwa chako, basi unakuwa uko safi, unaenda kumwabudu Mwenyezi Mungu. Unaona? Kwa hivyo ndio unasikia hiyo neno inaitwa nini? Tawadha. Kwa hivyo sio sisi wa kwanza. Wale walikuwa mbeleni yetu walikuwa wameshaanza. Na sisi sasa tumekuja nyuma tumefuata hiyo desturi. Umeelewa hapo? Naelewa sasa. Nyingine? Na hii mambo ya mwanamke kufunga kichwa. Iko na respect kama gani? Mbona wanafunga kichwa? Wanawake wa Kiislamu mbona wanafunga vichwa? Korani 30:24-31. 21:31. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Nawaambia Waislamu wanawake. Wainamishe macho yao. Na wazilinde tupu zao. Yaani kulinda tupu zao, yaani ni wasifanye usharati. Kulinda tupu, ukisikia unaambiwa mwanaume alinde tupu yake ama mwanamke alinde tupu yake, yaani hiyo ni kuzuia mtu asiende kufanya usharati nje, ndio kulinda tupu yako. Wala wasidhihirishe viungo vyao isipokuwa vinavyodhihirika. Na asiende kuonyesha nini mwili wake isipokuwa ile imekubaliwa. Nao ni uso na vitanga vya mkono. Yaani uso ndio imekubaliwa hapa, uso peke yake hapa hivi unafunga. Ndio unaona wanawake wengine wanafunga hapa hivi. Ile nyingine wanafungaga yote full, hiyo ni mtu akitaka. Hiyo si lazima. Ile ya full ile inawekwa, unaona mtu anafunika mpaka macho. Hiyo si lazima. Ile Mungu anasema kwa Qurani tunaambiwa ni hii. Unaweka hivi hapo, unaacha uso wazi. Na wengine wanasema na nyayo. Na waangushe shungi zao mpaka vifuani mwao. Yaani ile ni ile inawekwa hapa. Unaona ile wanafanya hapa, ile nyingine hapa inaanguka hapa. Hiyo jilbabu inawekwa hapa, inafunika huko pande ya mbele. Na wasionyeshe mapambo yao ila kwa ume zao. Unasikia? Yaani unaambiwa mapambo yako ni yako wewe mwenyewe na bwana yako. Ama mtu wa nyumbani kama ni familia yako hapo, huwezi kuwa na wasiwasi kwa sababu ni watu wa familia wako pale. Lakini watu wengine wameambiwa huwezi kuwaonyesha hizo. Au baba zao, au baba za ume zao. Au watoto wao. Hapa ni familia, ndio unaweza kuwa nyumbani, mko nyumbani saa hiyo ukivaa saa zingine unaweza kuwa umesahau pengine hata ile kitambaa, lakini ni familia wako hapo. Hakuna mtu wa nje pale. Unaona sasa? Sasa inakuwa hiyo ni mambo mengine. Lakini watu wengine kuwaonyesha ni makosa. Kwa hivyo Qur'ani imekataza kabisa hiyo mambo. Anasema wavae vizuri. Wanawake wa Kiislamu wavae vizuri, ajifunike. Kwa mfano hata kuna ile filamu mnaonaga ya Maria. Ama Ten Commandments. Mnaonaga wanawake wamevaa aje? Wamevaa vizuri, wamefunga kichwa. Wamevaa kwa heshima. Hata wale wa Rejo Maria unawajua?
Mimi mmoja wao. Rejo Maria. Unavaa vizuri. Si unavaa vizuri, unavaa hiyo. Isipokuwa shida sasa ni ile sasa ile yenyu ni kuweka ile msalaba tu, hiyo ndio tofauti sasa. Lakini sasa inatakana watu wavae hivyo vizuri, wavae mambo mazuri. Hata Biblia inasema watu wavae vizuri. 2:8. Mafundisho kama hayo umeshayapata ama ni leo tumeyapata? Nasikia tu hata si tofauti vile watu husema. Vinatoka tu kwa Biblia yenyewe kama 2:8 wa Timotheo. Basi nataka wanaume wasalishe kila mahali. Wanaume ndio wako na ruhusa ya kusalisha, si wanaume, si wanawake. Sasa kule kwenye mmepea wanawake. Na unasikia Biblia inakataa. Wanaume ndio wanapewa ruhusa ya kusalisha, huku wakiinua mikono iliyotakata pasipo hasira la majadiliano. Vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujistiri. Wanawake wavae mavazi ya kujistiri pamoja na adabu nzuri. Nao ni watu wa heshima, na moyo wa kiasi. Si kwa kusuka nywele. Tena nywele wanaambiwa wasisuke nywele. Nywele ile naambiwa ni hizi nywele watu wanaongeza za kununua. Sasa wewe unaona uko na yako. Sasa hii yako watu ukisuka kwa sababu ni original. Hii wewe hujashindana na Mungu, lakini wanawake wengi wanashindana na Mungu. Si kushindana na Mungu. Kuongeza nywele si kushindana na Mungu. Sababu Mungu alikuumba, alijua wewe uko namna gani. Na siku hizi tena hata wameongezea. Wacha sasa nywele. Siku hizi wameongezea. Kuna kucha inawekwa hapa, inafika huko. Yaani urefu wa inchi moja. Kucha inawekwa urefu wa moja. Baka unashindwa huyu mwanamke hata kama anakuwa na bwana, anaosha nguo aje? Anaosha vitu za nyumbani aje akiwa na hiyo makucha. Alafu tena wengine wameongeza nyingine hapa. Naona hii hapa. Hii Mungu ametupatia hii. Yaani ameona Mwenyezi Mungu hakujua. Akaona Mwenyezi Mungu sababu hakujua, akaona ongeze hizi za nini. Kwanza ukutana na yeye usiku. Unaweza fikiria ni jini. Utatoroka kwa sababu kwanza amevaa hiyo, ameweka hii makucha makubwa hivi, au amevaka rangi nyingine huko na kucha ziko mrefu hivi. Sasa wewe mwenyewe mpaka unaogopa. Naona? Kwa hivyo wanawake ndio wanaongeza hizi vitu ambazo Mungu hakuwapatia. Mungu alikuwa anajua. Hii naona vidole yako hii. Ukikata hivi hata haina uchafu. Unaona? Ukikata kucha zikiwa zikikatwa hakuna uchafu. Lakini sasa ukiweka kucha ya inchi moja, surely itakuwaje? Ndio naona imekatazwa. Hata trouser, kuvaa trouser imekatazwa. Si unajua? Kumbukumbu la Torati 22:5. Ni vile tu watu walikuja, wazungu wakaja wakaingiza hizi vitu kwa watu. Sasa watu wakawa wanafanya vitu ambazo wazungu wamefanyaje? Wazungu wameleta. Hata sisi hatakuwa tunatembea uchi. Afrika sisi tulikuwa tunaogopa hata uchi. Hata kama tulikuwa tunavaa ngozi, tumekuwa naogopa uchi wetu. Heshima. Kuna kabila zingine zilikuwa zinakaa uchi hata wa leo. Lakini tulikuwa na heshima sana. Katika culture zingine. Unaona? Hebu soma hiyo. 22:5. Mwanamke asivae mavazi ya mpasayo mwanamume. Mwanamke asivae mavazi ya mwanaume. Lakini sasa siku hizi si zote wanawake na wanaume siku hizi wanafanana. Najua kuna mwanamke mwingine anaweza kuvaa trouser ufikirie ni mwanaume. Unless angalie mbele hivi. Ndio uone hapa mbele uone hapana kweli kumbe huyu ni mwanamke, si mwanaume. Lakini wanavaa hiyo na imekatazwa. Endelea. Wala mwanaume asivae mavazi ya mwanamke. Wala mwanaume asivae mavazi ya mwanamke. Wewe umeshaona mwanaume anavaa nguo za wanawake, skati hivi anatembea kwa barabara? Pahali inafanyika duniani ni pahali moja tu niliona, nchi ya Scotland. Nchi ya Scotland wa Scottish unaonaga wanavaa hii nini na wanavaa socks na nini na wanavaa skirt. Hawa wanaume wa Scotland ndio nimeona, sijaiona pahali nyingine duniani. Wanaume wanavaa. Tena wanaume hawafai kutoboa hizi masikio kama wanawake. Nyinyi ndio mmepewa urembo. Mungu amewapatia urembo. Toboa masikio, jirembeshe. Huyo Mungu amekupa nyinyi wanawake. Lakini mwanaume, ukiona mwanaume anatoboa sikio, masikio hii, jihadhari na huyo mwanaume sana. Anaweza kuwa ni mke wa mtu. Anaweza kawa ni mke wa mtu ama bwana ya mtu. Wanakuwa hivyo. Tena jamaa mmoja alikuwa ananiambia sijui ate ule amedungwa amewekewa pande hii, sijui ndio mwanamume na mwingine sijui akiwekwa pini ya pande hii sijui ndio mwanamke. Hiyo mambo ya lesbianism. Wanajua ukiona mmoja amewekwa pande, kuna wengine wanakaa kwa pande hii peke yake na wengine wanavewa hiyo wanawekwa pande hii peke yake. Sasa ukiona unajua. Wale wanajua hiyo mambo ya LGBT. Wanajua.
So sisi wanawake wameambiwa vae vizuri, na unaweza vaa trouser na uvae ile buibui juu, kwa sababu pengine unataka kuweka simu yako, pengine usiibiwe, sio? Ama kitu kingine unataka kuweka hapo, lakini hiyo imefunikwa kabisa haionekani. Unaona sasa? Kuna kitu kingine? Sasa sina mengi, ni hayo tu. Hakuna kitu kingine? Labda kama besti yangu. Mama, una swali yako na wewe? Una moja mbili? Wacha aulize, hata yeye akona moja mbili. Njoo. Sasa mmaliza hiyo. Waislamu waingiagi msikitini. Mbona wanawake wa Kiislamu waingiagi msikitini? Wanawake wa Kiislamu wanaingia msikitini. Msikiti yote imetengenezwa, kuna sehemu mbili. Kuna sehemu ya wanawake na sehemu ya wanaume. Lakini tunaambiwa mwanamke ni bora asali nyumbani kwake. Kwa sababu ya nini? Wanawake ile kazi mnakuwa naye ni mingi. Sasa kama hii umetoka kazini, sio? Uende upigie watoto, sijui ufanye nini, sijui mfanye nini. Yaani kazi yenu ni mingi, hata hiyo time ya kupata kwenda huko inakuwa ni saa zingine hakuna. Anapata malipo makubwa. Na tena analipwa zaidi kuliko atakwenda msikitini. Unaona? Kwa hivyo si lazima aende msikitini, lakini msikiti iko na hajakatazwa na mtu yeyote. Mungu amekubali aende, watu wote wamekubali waende. Swali la pili. Mbona Muislamu akikufa anazikwa after 72 hours? Kwa nini Muislamu akikufa anazikwa after 72 hours? Within 72 hours. Kwanza katika desturi ya Uislamu sisi hatuwekagi maiti. Kwa sababu mwanadamu ana desturi moja. Mwanadamu saa hii akikufa saa hii, hata tukiwa hapa kiwanjani aanguke hapa, mumwache hapa masaa matatu, huyo mtu kienda pale anaanza kunuka tayari. Ni kweli longo? Tena akishaanza kunuka tayari, na wadudu wale ambao wanakuwa ndani ya mwili wameshaanza kufanya kazi yake, kula huko ndani pole. Kuna wadudu watu wote wanaona hapa wana wadudu Mungu ameweka, lakini hawa wadudu hawaamuki saa hii, wanaamuka ukiingizwa kaburini. Ndio naona mtu akizikwa saa hii, mrudi hapo, mrudi baada ya mwaka, mnakuta mfupa tupu. Kwa nini mnakuta mfupa? Wale wadudu kazi yao ni hiyo, wamewekewa hiyo. Yaani ukishaye kwa mga pale nini kaburini, wanaanza kula na kuna wadudu wengine bila kwa mchanga. Ndio nakuta mwili yako yote unakuliwa, inabaki mfupa peke yake. Sasa sisi Waislamu huwa tunazika mtu akifa, unless mtu alikuwa amegongwa na gari akapelekwa mochari. Sasa hapo kuna process ile ya serikali. Lakini mtu alikufia kwa nyumba yake, mtalipeana ripoti tu kama chief wako karibu hapo, mnamueleza mtu amekufa, alikuwa mgonjwa nini, akuja verify aone ni sawa, muende mumzike. Isije mkaenda mkazika mtu ikasemekana pengine mtu aliuawa. Kwa hivyo lazima upige. Alafu tena mtu kama pengine familia yake iko mbali, hauwezi ukazikwa kama familia yako haijulizwa. Lazima ajulizwe. Unasikia sasa? Familia yako lazima iambiwe fulani amekufa. Sasa mnatakaje? Wakisema tugoje mpaka ukuje, tutakugoja mpaka ukuje. Na kama mtagoja mpaka siku gani? Kama sasa unajua unaweza hapana, mwezi hatuwezi. Mwezi labda useme pengine tupe siku moja, siku mbili, tatu, tutazika. Unaona? Unajua sisi hatuzuiage familia vile wanasema. Na ule mtu kama ni Muislamu na familia yao ni Wakristo, anafaa aandike kawili kadogo, aseme mimi pengine hataki kusikikwa Nairobi. Aandike aseme mimi nikisukule nitakapokufa nipelekeni kwetu. Kwetu ni Murang'a, kwetu ni Kisumu, kwetu ni Kakamega, kwetu ni Busia. Akiandika hiyo kitu, akikufa hakuna option. Sisi tunamuosha vizuri. Unajua sisi ndio tunaosha vizuri, tunafunga na ile shuka nyeupe, tunamweka ndani ya gari, ile gari yetu ya maiti, tunampeleka nyumbani. Ndio unaona maiti ya Waislamu iko na gharama ndogo kabisa. Maiti ya Waislamu kuzika haitumii hata shilingi 4,000 sana. Kwa sababu kitambaa unapewa msikitini. Kitambaa ya kumfunga. Pahali ya kumuosha ni msikitini. Gari za kuzika zetu ni bure. Lakini sasa nyinyi mkifanya matanga, mnaanza kuchanga leo mpaka mwezi mzima pesa haijatosha. Ama sivyo dadangu? Kweli. Sasa kwa nini mjitaambishe hivi na Biblia pia imewafanyia kazi rahisi? Unajua Biblia amwambiagu tuambie rules and conditions za kuingia Uislamu. Mtu akitaka umeshajua. Ngoja sasa nimalize kwanza hapa. Mambo Biblia nayo inasema mtu azikwe namna gani?
Sikia naye Biblia tusikie. Tuanze na kule kwa Musa huko nyuma, huko ile Kumbukumbu la Torati 21:22. Uislamu ndio dini ya watu wote, lakini watu wengi hawajui. Hiyo ndio shida. Watu wakiona Muislamu amevaa kanzu wanasema huyu sijui ni huyu ni Al-Shabaab, huyu sijui huyu ni Al-Qaeda. Sasa hii ni majina tumewekewa na watu. Na ni wazungu ndio wameleta hiyo majina ya kutuharibia jina. Unaona sasa? Kwa mtu anatenda dhambi pasi ya kufa. Akauawa. Na akamtundika juu ya mti. Mzogo wake usikie usiku kucha juu ya mti. Lazima utamzika siku hiyo hiyo. Unaona? Mtu akikosea na ameuawa, kwa hivyo unaambiwa huo mtu asikae usiku hiyo kutwa, atazikwa siku hiyo hiyo. Unasikia? Maliza. Lazima utamzika siku hiyo hiyo. Unaona, utazikwa siku hiyo. Matendo ya Mitume 5:5. Hii amsomagi ama amwambiagu hizi. Anania aliposikia maneno haya akaanguka. Unajua kisa cha Anania na Safira katika New Testament, kubali vitabu vya Paulo. Hofu nyingi kawapata watu wote waliosikia haya. Vijana wakaondoka wakamtia katika sanda, wakamchukua nje, wakamzika. Akatiwa katika nini? Sanda. Na nyinyi mnatumia nini? Sanduku. Si unaona ni mzaza mmeenda kinyume na Biblia pia. Huwa alizikwa na sanda, na ukisoma hapo 10 bibi yake pia akafa. Akatiwa pia tena katika sanda. Vijana wakamchukua wakaenda wakamzika. Hatukubali wanawake waende wakazike. Kwa sababu nyinyi mkienda pale kwa mazishi, ukienda pale kwa shimo, hata wengine wanataka waingie kwa shimo wazikwe pamoja. Mnalia, mnapiga nduru, wengine wanaanguka. Sasa sisi wanawake wa Kiislamu wanakaa kando, na wanaume ndio wanaenda kaburini kuzika. Unaona sasa? Tena tunaosha mili yetu. Hatuoshewi mochari na watu. Kwa sababu wewe unaonaje? Wewe ni mama. Siku ile utaondoka duniani, watoto wadogo wale wametoka university ndio wanakuja kukuosha. Unaonaje? Anakutoa nguo na kuosha. Mama yangu sasa katueme aoshwe na watoto wadogo. Hiyo sio heshima ya maiti. Maiti anafaa kuoshwa, na sisi kwa Waislamu maiti akikufa, mwanaume anaoshwa na wanaume wenzao. Mwanamke anaoshwa na wanawake wenzao. Ni watu wenye uwezo wa kuficha siri. Na ni watu ambao wanaficha siri. Lakini sasa nyinyi mama, baba mnapeleka mochari huko, wanatolewa nguo, wanakaa uchi, mtu wa mochari anakuja na pipe ina namna hii. Hiyo sasa sio heshima ya maiti. Nani alisema maiti akikufa ni ateni mbaya? Huyo kiumbe cha Mungu alitoka kwa Mungu, na alikuja akiwa uchi akizaliwa, na alikuja na heshima yake duniani, sio? Anarudi pia hivyo hivyo, anaoshwa vizuri, anafungwa vizuri, tunapeleka akishaoshwa tunamzika, yeye na Mola wake sasa. Kwa sababu mambo yake ya duniani imefanyaje? Haya, ukauliza nini masharti ya mtu kuwa Muislamu? Mtu kuwa Muislamu ni maneno machache tu. Ni kukubali Mungu ni mmoja, na Mtume Muhammad ni mtume wa Mungu, na Isa ambaye ni Yesu ni mtume wa Mungu, na manabii wengine wote wanawakubali. Basi hiyo ndio unakuwa Muislamu. Si hata kuna masharti mingi hata utaambiwa hivi. Najua sisi wakati tunasilimu zamani tulikuwa tunaambiwa ati ukitaka kusilimu kuwa Muislamu ati lazima uende utoe nguo zote, ukae uchi, uende kwa majina mimi naitwa Hassan Kariuki. Mimi Brian. Brian nani? Otieno. Brian Otieno. Doji Islamu omera. Islamu dini mabel kabisa. Haina shida. So swali ni okay, swali lako ambao ungetaka kuuliza Uislamu. Unajua maswali ninajua mnakuwa naye mingi. Hampataki chance ya kutuuliza. Lakini tunakujaga hapa mara mingi, tunakuja tunapotea kidogo tunarudi. Lakini mnafahamu tuulize maswali ndio mjue hii dini ya Uislamu ilitoka wapi. Je, ndio dini ya kweli ama ni nyingine ya kweli? Sababu hatuwezi kuwa kwa kusema kila mtu anaenda kwa Mungu. Kuna wale wako sawa na kuna wengine hawako sawa. Unaona? Haya, swali lako la kwanza ni gani? Tumekuwa tukisikia maneno. Umesikia maneno. Ile yote wewe itapika yote hapa. Kwa vijana wenzetu, wengine Waislamu, wengine sio Waislamu. Lakini sasa labda nyinyi mnaweza kuwa na ukweli, si ndio? So swali ni tunasikia Uislamu kuna aina mbili. Je, ni ukweli ama si ukweli? Aina mbili kivipi?
aina mbili like. Kuna wale wanaamini ukiua utaenda mbinguni. Ukiua utaenda mbinguni. Na kuna wale waamini mambo. Je, sasa kuna hii tofauti. Haya, kando na hiyo, je, kuna ilipasuka? Juu kuna wengine usema iligawanika. Wengine wanaamini na wengine wanaamini. Okay. Swali lake ameweka sawa. Anasema kulingana na vile anasikia hata kwa Waislamu wengine na kwa vijana wasiokuwa Waislamu wengine wenzake. Anasema Uislamu huko aina mbili. Anasema kuna wale hata wanaamini wakiua wanaenda kwa Mungu. Si ndio? Na wale wengine hawaamini hivyo. Hiyo ni moja. Hasa nauliza ilipasuka hii Uislamu? Kwanza wacha nikuje hapa kwa hii neno ya kusema ati mtu akiua anaenda mbinguni. Ukiua bila sababu yoyote na bila haki yoyote, ukadhulumu mtu ukamuua, utaenda motoni na utachomwa kuliko Ibilisi. Utachomwa kuliko nani? Ibilisi. Sikia Qur'ani vile inasema kuhusu mambo ya kuua. Ukiua mtu moja ni shida yani kwa Uislamu kuua mtu. Unajua katika kila bahari ama katika dini zote ziko duniani, Ukristo, Uislamu, Uhindu, Ubudha, kuna mikora ndani. Sawa? Kuna watu waovu ndani ambao wanafanya machafu kupitia jina la Uislamu ndio haribu Uislamu. Na kwa upande wenu pia kuna watu ambao ni waovu ambao wanatumia jina ya Ukristo wanafanya nini? Hiyo ni kitu iko. Hebu sikia hapa yeye anasema Qur'ani hapa. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Wala msiwe nafsi ambayo Mwenyezi Mungu amekataza kuiua. Angalia. Wanasema wala msiwe nafsi ambayo Mwenyezi Mungu amekataza iuawe. Endelea. Isipokuwa kwa haki. Kwa haki. Akahukumu hakimu kuwa mtu huyo anastahili kuuawa. Unasikia katika Uislamu unaambiwa mtu ili auawe, hata kama ni nchi ya Kiislamu ama ni wapi, lazima kwanza apelekwe kwa jaji, hakimu. Na akatoa amri ya kuuawa. Na mwenye kuuawa kwa kudhulumiwa, basi tumempa nguvu mrithi wake juu ya muuaji huyo. Unasikia? Kwa hivyo Uislamu umekataza sana neno la kuua mtu bila haki yoyote. Kama mtu anadaiwa kuuawa, apelekwe kwa jaji. Katika nchi za Kiislamu wanasemaga kadhi, anapelekwa kwa yule kadhi ndio jaji. 5:32. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Kwa sababu ya hayo, tuliwaandikia wana wa Israeli ya kwamba atakayemuua mtu bila yeye kuua mtu au bila kufanya ufisadi katika nchi, basi ni kama amewaua watu wote. Unasikia? Hii sheria kuanzia hapa ilianzia kwa wana wa Israeli kule zamani, ya kwamba atakayeua mtu bila sababu yoyote tu, ukatukuta kama hapa ukatuua si zote, bila sababu yoyote, Mungu anakuandikia dhambi, umeua watu wote wa duniani. Sasa niambie, utakuwa katika jehanamu mlango gani, ama utakuwa kiasi gani kule chini? Lazima sio hapo anachoma kuliko Ibilisi. Kwa hivyo ukiua mtu unaandikiwa dhambi, umeua watu wote wa dunia. Endelea. Basi ni kama ameua watu wote. Na mwenye kumwacha mtu na mwenye kumwacha mtu na mwenye kumwacha mtu hai, yaani kumsaidia kuishi, ni kama amewacha hai watu wote. Na ukisaidia mtu aweze kuishi, kwa mfano ule jamaa aliuawa kule wa North Eastern, unamkumbuka? Kwa basi ule aliuawa akizuia watu, akizuia wale mikora kuua watu. Unakumbuka ile kisa? Unakumbuka hiyo kisa? Nakumbuka. Huo jamaa si aliuawa. Sasa umeambiwa ukizuia, yani ukiwacha watu hai, uzuie watu wasiuawe, Mungu anakuandikia umewacha watu wote wa dunia kwa salama. Unaona? Kwa hivyo kuua katika Uislamu ni dhambi kubwa sana, na katika ile madhambi ambayo Mwenyezi Mungu anaanza nazo siku ya Kiyama ni madhambi mawili. Dhambi ya kwanza ni wale wanaabudu masanamu, unashirikisha Mwenyezi Mungu. Ya pili dhambi ni kifo. Mwenye kuuawa ataulizwa na Mwenyezi Mungu nani alikuua, na mwenye kuua ataulizwa kwa nini ulimuua. Kwa hivyo hizo kesi ziko zinamngoja. Kwa hivyo usifikiri ati mtu akiua mtu atana raha hii duniani. Atakaa hivyo na dhiki, na akikufa anaenda kwa Mungu, na mwishowe Mwenyezi Mungu anamtupa motoni. Kwa hivyo kuua katika Uislamu imekatazwa. Hizi unasikiaga vikundi, ni vikundi tu za mikora tu.
Ni vikundi ambazo zimewekwa za kusumbua watu. Kwa sababu kwa nini mtu akuue? Kwa sababu gani mtu akuue? Hujamfanyia kitu yoyote. Umekuta mtu kama tumekaa hapa hivi ututuue. Iko faida gani? Utapata faida gani? Sisi tumeishi na Waislamu hapa Kenya. Sisi wenyewe raia. Umeshaona tukipigana? Hapana. Tunaishi kwa vizuri. Sisi ni mambo tunaletewa na watu wanatoka huko na mambo yao wanakuja kutuletea hapa. Unaona sasa? Kwa hivyo Uislamu umekataza kuua, na ukiua ujingojee upambane na Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama. Unaona maneno hayo? Hivyo ndivyo ilivyo. Imekatazwa kabisa. Jambo la pili ni kuhusu Uislamu. Vikundi. Na katika vikundi Uislamu akauliza sasa mtu ati anaambiwa atakikufa atapata wanawake 72. Kwanza kuna ile ilisema kwamba ati ukiua, hiyo ni ile wanaambiwa ati ukule utapata wanawake 70. Hiyo ni urongo. Hiyo ni urongo. Lazima utapata vajotu. Hakuna, hiyo ni mambo ya urongo. Hiyo hakuna kitu kama hiyo kwa vitabu. Sisi tunasoma hivi vitabu na zile vitabu zingine za hadithi. Hakuna. Kuna watu ambao walikufa katika wakati wakipigana. Unaona? Kwa mfano manabii wengi nakupa mfano kuanzia mwanzo huko. Musa kitambo waingie kule Kanani, waliambiwa na Mwenyezi Mungu ndio pigana na wale watu. Si ndio? Pigana na wale watu. Na walikuwa nakataa, wanaambia Musa wale watu ni wakubwa sana, wewe endea na Mungu wako mpigane. Walikuwa wanaambia Musa hivyo. Sasa wale waliuawa wakati wanapigana na wale maadui. Hawa wanaitwa Martyrs. Martyrs wanalipwa malipo makubwa sana kwa Mungu. Yaani ile vita ambayo ni authorized na Mungu. Sio ile ambayo haijakuwa authorized, hii nyingine ya kidunia. Hapana. Ile ambaye ni authorized na Mungu. Hiyo ndio wanapata hiyo. Lakini kuambiwa ati ukiua utapata nini 72, hiyo yote ni urongo. Na Waislamu tumekatazwa kukaa vikundi. Ila Qur'ani inasema hivi, Qur'ani 3:102. Mwenyezi Mungu mambo ya vikundi hajui. Hiyo vikundi unaona mtu anaweka kikundi, huwa anajiweka kikundi hii, huwa anajiita kikundi hii katika Uislamu. Hiyo ni yake mwenyewe. Mwenyezi Mungu amesema neno moja tu peke yake. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Enyi mlioamini, mcheni Mwenyezi Mungu kama ipasavyo kumcha. Wala msife isipokuwa mmekwisha kuwa Waislamu kamili. Unasikia? Mwenyezi Mungu hajatuwekea vikundi. Anasema mtu akikufa akufe akiwa Muislamu. Si mambo ati nimekufa nikiwa sijui Sunni, sijui nimekufa nikiwa Shia, sijui nimekufa sijui nikiwa Bohora, sijui nimekufa nikiwa Ahmadiyya, sijui nimekufa nikiwa sijui nini, Salafi, sijui nini. Unajiita, yani unajiweka kikundi. Hiyo vikundi Mwenyezi Mungu amesema ukufe ukiwa Muislamu. Hajasema kikundi fulani. Hiyo hakuna katika Uislamu. Swali lingine. Unajua watu hujiuliza, hata pia mimi zingine mimi hujiuliza, Uislamu ni nini? Ni njia gani? Ama je, ni lazima mtu akisilimu ni lazima asome nini ya dini, sheria ya dini? Ama ni kupeleka tu roho? Sawa. Swali lako liko sawa. Anauliza Uislamu ni nini? Na je, mtu akisilimu ni roho anapeleka huko ama ni lazima usome dini? Uislamu kwanza, nini maana ya Uislamu? Uislamu ni kujisalimisha kwa amri za Mwenyezi Mungu. Total submission between man and his creator. Yaani kila Mwenyezi Mungu amesema unafuata totally. Bila kupungua hata kidogo. Ama kuwa na amani na Mola wako na uwe na amani na Mungu wako. Hiyo ndio Uislamu. Na Uislamu ukiingia lazima usome ndio uweze kujua Uislamu. Ukikataa kusoma hutajua Uislamu ni nini. Kwa mfano unaenda shule. Unataka shule usome ndio ujue. Unafundishwa mathematics, English, science, geography, history na vitu zingine. Sio dini ya kusomewa, ni dini ya unaona? Uislamu sio kama kwenyu. Unajua kule kwenyu mnasomewa na mtu mmoja. Yaani huyo mtu mmoja ndio anatake control ya kila kitu. Anasomea verse leo, anaitafsiri vile anataka yeye. Kwa Uislamu hata imamu ndio unaona Waislamu wote ni wasomi. Na watoto wadogo wetu tunapeleka madrasa wakiwa wadogo. Mtoto wa Kiislamu naweza kumleta mtoto kiasi hii. Nimlete hapa. Nimwambie hii Qur'ani, asimame mwalimu hivi na Qur'ani hivi. Amwambie nisomee sura fulani. Anasoma, haangalii pale popote. Mungu ameweka ndani ya nini? Ndani ya moyo. Sisi kitabu yetu Mungu ameweka vile manabii walikuwa wanaweka kitabu ndani ya roho, ndio hivyo.
lakini yenyewe iko ndani ya roho. Kwa mfano hata nikileta hii Biblia hapa hivi, niambie mchungaji mmoja akuja nisome hii Biblia, asome kwa Genesis 1:1, asome kuanzia 1 mpaka Genesis 1, asome 2, 3 mpaka 10 bila kuangalia, hakuna. Hata hii moja ni shida, kuteremka mpaka chini, kutoka hapa juu mpaka chini ni shida. Ama ninasema urongo? Sisi tunasoma Qurani, na Qurani sio hii unaona hapa, iko kwa moyo. Hii hata ikachukuliwa watu wachome yote, tutaandika ingine kama hiyo hiyo tu, sababu iko ndani ya nini? Qurani tunasoma, yani tunakariri ndani ya moyo, unaona. Sasa lazima usome ndio ujue. Ndio naona katika Uislamu hata Sheikh akiongea kwa msikiti kitu ambaye tunaona si kweli, tunainua mkono, naambia Sheikh, hiyo ulitoa wapi? Ama nani alisema hiyo? Kitabu gani? Tunaelewana, tunaelezana. Lakini kule kwenye huwezi uliza swali. Ukijaribu kuuliza swali unaambiwa wacha kuuliza maswali aina hiyo. Pepo hiyo, unaona? Pepo mbaya. Sasa wewe utakosa kuuliza swali, utajua nini? Ndio naona hawataki, watu wengi hawataki kuulizwa maswali. Hawataki kabisa. Lakini kwetu tunauliza swali. Hata mkubwa wetu, hata ule kadhi mkuu akiwa hapo tunamuuliza sheke, lakini hapa tunaona si sawa. Sasa anakueleza. Unaona? So sisi tunaulizana maswali. Ndio naona Muislamu huwezi mpeleka hivi hivi kwa sababu anajua ameshasoma. Sasa swali lingine, nashukuru pia mimi leo nimeelewa. Umeelewa? Na mimi wacha nikuulize moja. Mbona sio Muislamu basi? Ama unaendaka wapi kwanza wewe? Unaendaka msikitini, kanisani? Siko zote. Ziko kwa zote. Uko kwa zote. Oh, wewe uko no man's land. Kwa no man's land. Hayuko Muislamu, hayuko Mkristo, au katikati tu anatafuta tu njia. Sasa unaonaje? Si basi Ramadhani iko karibu. Tunaenda kufunga next month. Bado siku 20 na kitu. Tunaenda kufunga. Unaonaje tufunge pamoja? Ni sawa. Uko tayari kuwa Muislamu sasa hivi? Unajua wewe sisi mtu hawezi amka tu ati sasa ndio mimi ndio inasema hivi 2256. Sikia vile Qur'ani. Sisi tunalazimisha mtu awe Muislamu. Najua watu wengine wanasemaga Uislamu ililetwa na panga. Hakuna, ni urongo hiyo. Sikia vile Qur'ani inasema hapa. Inasemaje Qur'ani? Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Hakuna kulazimisha. 256. Qur'ani 2200. Ndio unajua naangalia 100 mpaka nashangaa kwa nini wapi. Hakuna kulazimisha mtu kuingia katika dini. Uongofu umekwisha pambanuka na upotofu. Unasikia? Hakuna kulazimisha mtu awe Muislamu. No. Wewe ukitaka unakuwa Muislamu. Ukijipanga, sisi bado tuko. Utakuja uwe Muislamu, basi. Uingie kama sisi, kama Yesu. Kwa sababu sisi tunasema kama manabii wote ni Waislamu kama sisi. Manabii wote. Hakuna nabii alikuwa wa dini nyingine. Hata Yesu huyu ambaye mnang'ang'ana naye hakuwa Mkristo. Lakini hakusema pia alikuwa Muislamu. Hakusema alikuwa Muislamu. Hakuwa Muislamu. Wanasema alikuwa nani? Hakuwa Muislamu wala hakuwa Mkristo. Hata hakuwa Mkristo. Kile ambacho alihubiri ni amani, kusaidiana, na kuishi kwa amani, lakini hakuwa sema mimi ni Muislamu. Hakuwa sema mimi ni Mkristo. Qur'ani inatuambia alikuwa Muislamu. Qur'ani inasema Yesu alikuwa Muislamu. Lakini Yesu mwenyewe. Ngoja kidogo, taratibu. Qur'ani weka kando. Qur'ani Biblia iko hapa Hii ni Biblia. Ngojeni bwana. Ngojeni huko. Mjomba, utakuita tu, utakuja tu, utaongea. Hakuna shida. Freedom iko hapa. Mtu kuongea. Ama unataka hiyo swali? Hii nimeongea sasa hii. Kuja pande hii. Kuja karibu. Haya. Mtolee ile 9:35 kitabu cha Mathayo. Ah, 9:35. Nasemaje? Na Yesu alikuwa akizunguka katika miji yote na vijijini. Akifundisha katika masinagogi yao. Naye Yesu alikuwa anazunguka miji yote na vijiji akifundisha katika masinagogi yao. 4:14 kitabu cha Luka.
Inasema mwalimu wangu, Yesu akarudi kwa nguvu za Roho, akaenda Galilaya. Habari zake zikaenea katika nchi zote za kando kando. Naye alikuwa akifundisha katika masinagogi yao akitukuzwa na watu wote. Kumbe Yesu tunaona habari yake yote alikuwa inapatikana wapi? Sinagogini. Katika sinagogi, sawa? 15:21 Matendo ya Mitume. Au mwalimu, naomba mkeka. 15:21 Matendo ya Mitume. Ngoja anatoka mtu karibu. Kuja tu saa hii. Nimalizie hii, nisome hii moja nimalize. Jiandae hapo bro. Sio na wasiwasi. Yasema mwalimu wangu. Kwa maana tangu zamani za kale Musa nao watu wahubiria mambo yake katika kila mji husomwa kila Sabato katika masinagogi. Kumbe hata Musa habari yake inapatikana wapi? Sinagogi. Na sinagogi mimi sijui, unajua? Sijui ni nini? Ni madhabahu. Madhabahu. Tuulize Biblia ya sinagogi ni nini? Naomba usome mwenyewe. Number 4. Soma. Imeandikwa dictionary katika Biblia. Soma kwa sauti. Msikiti wa Wayahudi. Msikiti wa Wayahudi. Kumbe Wayahudi walijenga nini? Msikiti. Na wale wanaenda msikitini ni watu wa dini gani? Sio mimi, ni andiko. Wale wanaenda msikitini ni watu wa dini gani? Ni Wayahudi. Na Yesu alikuwa anaenda msikiti wa watu gani? Wayahudi. Na Yesu yeye mwenyewe ni nani? Alikuwa msikitini, wanaenda msikitini ni Wayahudi au ni dini gani? Watu wa dini gani? Wayahudi ni kabila, sio dini. Si labda msikiti ni kama kusema kanisa. Kuna tofauti ya msikiti na kanisa. Kanisa ni tofauti, kanisa iko na msalaba juu. Si ndio? Msikiti haina. Unajua wanaoenda kanisani watu dini gani? Acha nikwambie. Biblia ama niseme Qur'an ama niseme hizi maandiko iliandikwa na watu walitoka Uarabuni. Si ndio? Hiyo upande. Lakini Yesu mwenyewe hakuwahi tuambia mimi ni Muislamu. Wala hakuwahi sema mimi ni tunasoma kwa manabii waliotangulia. Na vitabu zile zinapatikana zinasomwa. Wakristo si wanasomaga hii? Anauliza nakuuliza hivi. Nakuuliza hivi. Hii si ni kitabu yenu? Ya Wakristo. Hii yetu hii. Ya Wakristo, sawa? Ndio. Na sisi tunasomaga kitabu gani? Qur'an. Lakini sisi tunasomaga sisi tunajua Uislamu tuchagui, sote tunasoma. Sawa? Hii Qur'an inaniambia Yesu alikuwa Muislamu. Sawa? Biblia inaniambia Yesu alikuwa anaenda msikitini. Sasa unataka nifanye aje? Tupe ushauri. Hiyo sasa ni wewe ndio umejijazia tu na kichwa alikuwa Muislamu. Sikujijazia, nimeandikwa, ni kitu kimeandikwa. Lakini yeye mwenyewe hakuwahi sema mimi ni Muislamu. Alikuwa dini gani? Hakuwahi sema. Tuambie kama toe Uislamu, alikuwa dini gani? Ni mtu alikuja tu kuhubiri. Kwa hivyo hakuwa na dini. Hakuwa na dini. Yesu hakuwa na dini. Sasa nataka kuambia Yesu hakuwa na dini? Hakuwa na dini. Mimi sikuona mahali alisema mimi ni Muislamu wala mimi ni. Na mtu asiyekuwa na dini anaitwa nani? Si ni pagan. Sasa unataka kumuita hivyo? Yeye alikuja kuhubiri amani. Haya, wacha chukue swali lingine. Sawa. Yaani jitayarisha. Haya, njoo. Kuja hapa kama kwanza. Wewe ni mzee kama mimi. Kwa hivyo umekuja kwa utaratibu. Pumua, usiwe na pressure. Maneno ya Mungu, maneno ya Mwenyezi Mungu haina pressure. Kwanza tujuane. Mimi hata sikujui na wewe unijui. Mimi naitwa Sheikh Hassan. Na wewe unaitwa nani? Mimi Wandera. Mimi ni Muislamu. Mimi ni Mkristo. Tena nilizaliwa mara ya pili. Asante sana. Swali lako ni gani? Swali ni kuhusu ama vile mmesema Yesu alikuwa anaenda sinagogi. Ni sawa, tukisoma Luka 8:33 alienda sinagogi, lakini kila siku alikuwa anaenda wapi? Luka 23:37. Ni wapi alifukusha watu wakiuza ama kufanya biashara kanisani? Yaani ilikuwa ni wapi? Hekaluni. Nisome hapo. Luka 23:37. Kila siku. Luka 23:37. 23:37. 23:37. Huku akisema
kama wewe ndiye mfalme wa Wayahudi. Kama Luka 23 mstari 37. Sio hiyo anasoma. Mpaka 30. Angalia. Huku akisema kama wewe ndiye mfalme wa Wayahudi, ujiokoe mwenyewe. Na juu yake palikuwa na anwani, huyu ndiye mfalme wa Wayahudi. Endelee. Ai, ndio inasomaje hiyo? Hiyo hii 23 hii. Luka 23:37. Ngoja kidogo tu. Samahani. Ukitaka hata ya kizungu iko hapa nitaitoa. Iko hapa ya kizungu pia. Hii Tena mbona Roho Mtakatifu ametoka dini? Wewe nani yako na simu hapa mtolee huyu? Sisi hatunaga Biblia Waislamu. Hatunaga. Kwani umekwama wapi au ndio imetoka hivi? Nakuambia. Hiyo ni andiko imepotea. Ungesema andiko imepotea. Imekuwa. Hiyo Luka 29 ako na simu. Tuambie ule akutolee. 21 samahani. 21. 21:37. Unaona wewe ndio umesahau. Unaanza kusingizia Biblia hata iko na makosa. Na wewe ndio umesahau andiko. Sawa, point yenyewe ndio hii, point yenyewe. Siangalie. Kwanza sema sorry. Haya nini? 21:37. Maana alikuwa anaenda kila siku. Haya. Basi kila mchana alikuwa akifundisha hekaluni. Na usiku huenda kulala katika mlima uitao Mizeituni. Na watu wote walikuwa wakiamka mapema waende hekaluni ili kumsikiliza. Haya. Mathayo 21:12. Haya. Sasa ndio umeshika rada. Sasa umeshika rada. Mathayo 21:12. Huko ndio alifanya nini? Alifukuza watu wakifanya biashara. Sawa, tuende tu. Sawa. Mathayo 21:12. Yesu akaingia ndani ya hekalu. Akawafukuza wote waliokuwa kiusa na kununua hekaluni. Akazipindua meza za wabadili fedha na viti vyao waliokuwa kiusa njiwa. Akawaambia, imeandikwa, nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala, bali nyinyi mmeifanya kuwa pango la wanyang'anyi. Hapo sasa ndio tuelewe Yesu alikuwa anaenda hekaluni siku zote. Na hiyo hekalu ndio ile ilijengwa na Suleiman. Yohana 10:23. 10:23. Na Yesu alikuwa akitembea hekaluni katika ukumbi wa Suleimani. Hapo tu. Yaani sasa hekaluni ni ile ilijengwa ama ukumbi ilijengwa na Suleiman. Sinagogi alikuwa akifundisha, akiwaponya, akiokoa watu. Lakini hekaluni alikuwa anaenda siku zote. Hiyo Luka. Hekaluni inafanywa nini? Hekaluni. Kazi gani inafanyika katika hekalu? Hapa imesema aje ni nyumba ya sala baba. Ya baba yake. Watu walikuwa wanasali aje katika hekalu? Kusali. Unataka kwa mfano Mathayo sali aje? Ibada inafanywa hekaluni ni ibada gani? Kwa mfano Mathayo 6 kuanzia 9. Hapo ndio alifundishwa jinsi ya kusali. Nauliza hekaluni ni nyumba ya sala ya baba. Ilikuwa inazaliwa aje? Ibada inafanyika aje? Walikuwa wanafanya ibada ina gani? Kuja huko ndio utujue vile tunaombaga huko. Sababu hiyo swali kama hilo 11. Wacha nikufundishe tu. Kama hujui wacha nikufundishe. Umetoa maandiko mazuri lakini kuna maandiko yako ni mazuri lakini kuna pale nataka kuhepa. Sasa tuache tuingie kwenyewe. Nikapewa mwanzi kama fimbo. Na mmoja akaniambia, inuka ukalipime hekalu la Mungu. Inuka ukalipime hekalu la nini? La Mungu. Na wao walikuwa wanaongea kuhusu hekalu? Haya, tusikie nini inafanyika katika hekalu. Na madhabahu. Na hao wasujuduo humo. Kumbe katika hekalu watu wanafanyaje? Na sisi pia tutafanya. Ngoja kidogo. Katika hekalu watu wanafanyaje? Wanaabudu, wanasujudu. Wewe unasujudu? Sujudu, mkeka iko hapa? Hapo. Si mkeka hii. Mkeka iko hapa. Ndio hii. Mimi nimesujudu. Unajua, ngoja kidogo, usidanganye watu. Unajua, hii ndio ukora sasa unaanza kuleta. Ngoja kidogo. Ngoja, nauliza hivi. Usiongee sana. Zaburi ngapi? 95?
95. Haya, soma 95. Barua 6 mpaka 7. Soma. Njooni mniabudu mnisujudu. Haya, ngoja kidogo. Bwana Mungu niliyewaumba. Ngoja kidogo. Taratibu. Mzee wangu, taratibu. Tutaenda. Haya. Zaburi 95. 6 to 7. 6 to 7. 5 6 7. Njooni mfanye nini? Mwabudu na kusujudu. Haya. Inasema njooni tuabudu. Njooni tuabudu. Tusujudu. Tufanyaje? Haya, maliza. Tupiga magoti mbele za Bwana aliyetuumba. Sini sita tu. Nimemaliza. Bwana Mungu aliyetuumba. Haya. Kwa maana ndiye Kwanza kitu ya kwanza imeanza ni nini? Kusujudu. Kitu ya kwanza ni nini? Njooni tuabudu. Ibada kwanza. Pili kusujudu. Hebu kwanza sujudu tuone tu unasujudu aje. Nasujudu kanisani kwa nyumba ya sala, sio hapo. Unaona hawezi. Ngoja kidogo mzee. Ngoja mzee. Tusidanganyane. Unaona hata ametoroka. Kwa sababu unajua yale maneno unasema. Unajua, ngoja nikwambie, maneno ya haki usijaribu kutoroka mbele ya watu. Kama unaongea maneno ya haki, wewe ngoja kidogo. Mimi hebu ngoja kidogo. Usoe andiko lingine kwanza. Nisikize sasa, kama tunaongea tena hekalu ni wewe. Tena vizuri. Korintho kwanza 5. Tena hekalu sasa sio ile ya Suleimani. Hekalu ni mzee. Roho Mtakatifu sasa yaani mzee ndio hekalu. Yaani iko ndani. Roho Mtakatifu. Hekalu iko ndani yako. Roho Mtakatifu kaenda jamii hekalu. Unaona roho? Roho Mtakatifu uko naye. Roho Mtakatifu uko naye? Ni naye. Unaye? Hosea 9:7. Mzee ako na roho. Hata ukumbi wa Sulemani uko ndani yako kumbe. Tena ukumbi wa Sulemani iko ndani ya mwili yako. Hata wewe umekuwa mkali. Mwili yetu ni hekalu. Ngoja kidogo. Hatuendi hivyo. Sasa unasoma, ukiulizwa na watu kusujudu ni nini unatoroka. Soma. Kusujudu watu wanajua. Ujui? Ungejua ungetuonyesha. Kiswahili? Si Kiswahili hiyo. Nini maana ya kusujudu? Nini maana ya kusujudu? Si Kiswahili hiyo. Kusujudu ni kufanya nini? Maana yake nini? To worship. Aje. Kulingana na utaratibu wa Biblia. Wewe na Biblia nani kweli? Wewe na Biblia nani kweli? Na nilikuwa na Biblia niko na ukweli. Sababu Yesu ndio njia, ukweli na uzima. Unaona sasa nikuhubiri na hubiri. Na kuuliza hivi. Maana ya kusujudu ni nini kwa mujibu wa Biblia? Siko maneno yako ama yangu. Kwa maneno ya Biblia, neno kusujudu ni nini? Ukiwa kwa nyumba ya wasala. Maana yake nini? Kusujudu. Ndio. Hilo ni swali rahisi. Tunataka kuchanganya kile. Kusujudu is to worship kwa Kizungu. Haya, wewe tuulize Biblia. Wewe kana hiyo yako, tuulize Biblia. Nyakati wa pili. Haya, nisikie. Roho. Ngoja kidogo. Usikimbie. Sasa unaongea peke yako. Sema nataka malizana na mimi aende. Wa kwanza 6 mstari wa 16 mpaka 17. Mzee wewe kweli wewe ni kiboko. Yaani wewe ndio hekalu la Mungu ambaye Suleimani alikuwa ndani. Umesema vizuri hapa. Mmesoma Qur'an vizuri. Na sisi pia tumesoma Biblia. Sita ngapi? Hakuna kitu umesoma mzee. Wa kwanza 3. Mstari wa 16. Unajua umeniuliza swali na mimi nitakuuliza 2. Hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu? Hekalu la Mungu. Na kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu. Nimemalizana hii. Sasa unatoroka. Unataka kuhojiwa? Unanihoji na Biblia. Ngoja kidogo. Wacha kutoka kwa roho. Kwanza. Wewe amesema kuna Roho wa Mungu. Ngoja kidogo. Wacha chukue mtu mwingine. Unajua mzee ni mchezo wako naye. Ametoroka, unaongea kama unakimbia. Sasa wewe ulikuwa unapiga kelele njoo. Wewe umekuja? Unaona ule. Nani mwingine ako na swali? Semaje? Na wewe? Kofia. Vipi? Mzee uko na swali? Mzee mwenye kofia. Na wewe Tolman? Dada uko na swali ukitaka kutuuliza jioni ya leo kuhusiana na Uislamu? Ngoja kwanza. Kuna ngoja kidogo.
Wewe dini gani? Tena mimi si mtu wa dini, nimesaliwa mara ya pili. Sababu nauliza hivi, wewe hapa tunajulikana hapa Kenya. Kenya inajulikana kabisa kama wewe si Mkristo, wewe ni Muislamu, ama wewe ni Hindu, ama wewe ni nini? Wale Shinto, Judaism, dini yako ukiuliza mtu akuuliza dini yako ni gani? Kwa mfano, Yesu unamjua? Namjua vizuri. Yesu alikuwa wa dini gani? Yesu. So ndio swali nakuuliza na mimi naweza usikimbie. Yesu. Mimi ukiniuliza uniambie Sheikh Hassan, Muhammad alikuwa dini gani? Alikuwa Muislamu. Kwa andiko gani? Na kutolea. Sasa tuambie Yesu alikuwa dini gani kwa mujibu wa hii kitabu yako? Alikuwa na dini na tena Yesu maana yake. Ngoja kidogo. Maana Yesu ni nini ndio tutumie. Ngoja kidogo taratibu kwanza. Mnamsikia vile amesema? Nataka arudie tena. Hata Yesu hakuwa na nini? Hakuwa na dini. Anasema Yesu hakuwa na dini. Kwa hivyo mjue Yesu hakuwa na dini kama mnamfuata. Ndio mzee huyu anasema. Asikia. Anasema Yesu hakuwa na dini. Kwa sababu dini, ngoja kidogo, taratibu. Ngoja kidogo. Tulia mzee. Sijakuuliza maana mimi. Mimi sijakuuliza maana. Sijakuuliza maana ya dini. Dini wanaenda dini. Nimekuuliza hivi. Paulo ameeleza vizuri maana ya dini. Wewe dini gani? Na alikuwa mtu wa dini wa Wayahudi. Unasikia nini? Ngoja kidogo, taratibu. Wewe mzee nakuuliza hivi swali. Wale wanaoenda kanisani ni wanaitwa watu wa dini gani? Dini. Nakwambia nimechukua. Wale wanaenda kanisani wanaitwa watu wa dini gani? Wewe unaweza kuita mtu wa dini kwa sababu wewe mzee, kwa heri mzee. Kwa heri. Hakuna kuokoka. Hakuna kuokoka. Sika. Ndio hiyo tutolee kuokoka hapa. Tutolee ili usidanganye watu. Hebu tuambie. Matendo 2:21 nasema. Ndio kuokoka. Kuokoka maana yake ni kujisalimisha kwa Mungu. Kwa andiko gani? Alafu tena ndio hii. Kuokoka. Ndio hii toa. Ndio hii. Sika Biblia ndio hii. Labda si Biblia. Ngoja. Twende Matendo ya Mitume. Nakuuliza hivi. Si umesema umeokoka? Si umesema umeokoka? Hii si Biblia iko hii itatio wakfu. Wewe nisomee. Wacha. Matendo hii. Mzee tosha. Matendo 4:10. Hapa anasema hii si Biblia. Akija hapa anasema hii sio nini? Anasema Biblia yake iko ndani ya roho yake. Sio hii tunasoma hapa kwa kiwanja. Anasema yake iko ndani ya roho yake. Nimemuuliza swali moja. Nikamuuliza nini maana ya kusujudu. Mzee hakujibu. Sasa kwa sababu hukujibu ukasema ni worship. Wacha tuulize Biblia nini maana ya kusujudu. Tunauliza Nyakati wa Pili 7:3. Na hapo namuuliza Yesu maana ya kusujudu ni kufanya nini? Wakatazama wana wa Israeli wote waliposhuka ule moto. Hapa ni wana wa Israeli wote wakiwa pamoja. Wana wa Israeli wote walikuwa pahali moja. Utukufu wa Bwana ulipokuwa hapo juu ya nyumba. Nimesoma Nyakati wa Pili 7:3. Nenda nyumbani uangalie hiyo yako ya nyumbani. Wakasujudu kifurifuri hata nchi sakafu. Angalia, wakasujudu. Biblia inasema wakasujudu kifurifuri mpaka nchi. Nchi ni wapi? Nchi sio hapa. Ukisoma ya Kizungu inasema and they fell on their faces to the ground and prayed, not worship. Mzee, wacha kudanganya watu. Wakasujudu mpaka nchi. Na hiyo ndio sheria. Sasa Yesu amesemaje katika kitabu cha Ufunuo 15:4? Sikia Yesu, Ufunuo wa Yohana Mbatizaji. Sikia Yesu anasemaje? Uniambie kama nadanganya. 15:4 Kifunuo wa Yohana. Inasema ni nani asiyekucha? Nani asiyekucha wewe? Bwana. Bwana. Na kulitukuza jina lako. Kwa kuwa wewe peke yako mtakatifu. Kwa maana mataifa yote watakuja na kusujudu mbele zako. Unasikia? Mataifa yote ya dunia watakuja mbele ya Mungu na kusujudu. Sasa vuta hiyo. Enda uvute hiyo sasa mzee. Unasema ni worship. Unasema ni worship. Nani mwingine ako na swali hapo? Wacha niulize haya maswali.
Naona nyinyi mna swali. Unajua sisi kama katika kwetu tunafundishwa mtu kama ni amefikisha 40 years kuendelea mbele, hapo ndio akili zinafunguka. Lakini ukiona mtu amefika 40 years na bado hajielewi, hebu muachilie mbali. Muombe Mungu. Muombe Mungu. Haya, unaitwa nani kaka? Naitwa Abraham. Abraham. Yeah. Swali gani unataka kuuliza Waislamu? Kwa nini amkule nyama nini? Kwa nini amkule nguruwe on Friday? Siku ya Friday. Haya. Mzee, tulia baba. Tulia. Watu sikize. Unajua tunataka watu wawe na amani. Katika mkutano wetu tunataka watu wawe na amani. Kwa hivyo tulia tu. Nyamaza tu. Tulia usikize. Tafadhali. Tunakuomba tu kwa heshima na taadhima. Kwa sababu hata huwezi kwenda kwa wale. Naona wanahubiri pale Wakristo pale. Huwezi kwenda pale wapigie kelele. Utaenda pale na heshima na utulie usikize. Kwa hivyo na ukija pia kwa mkutano wetu tupe heshima pia. Mimi siwezi kuja kwa mkutano wako nianze kupiga kelele nje. Haya, tulia. Kwa hivyo anauliza huyu ndugu yetu anauliza wachane tu na wewe. Anauliza swali hivi, kwa nini Waislamu hawakuli nguruwe? Hiyo ndio swali lake ameuliza. Hiyo ni swali umeuliza, si ndio? Waislamu sisi hatukuli nguruwe kwa sababu nguruwe tumekatazwa. Kwa mujibu wa kitabu yetu cha Qur'ani tumekatazwa kula nguruwe sababu kwanza nguruwe inasemekana kuna magonjwa mingi sana. Kwanza nguruwe ana magonjwa mingi sana. Na Qur'ani 6:145. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Sema sioni katika yale niliyofunuliwa mimi, yani nilioletwa wahai. Sioni kitu kilichoharamishwa kwa mlaji kukila. Isipokuwa kiwe ni mzoga. Yani mzoga, mnyama ambaye amekufa watu wakachinja, hatuwezi kula sisi Waislamu au damu. Sisi hatukulagi damu. Yani kama vile watu wanatengeneza hii inaitwa mitura hizi. Zinauzwa kwa barabara, inawekwa damu, hatukuli au nyama ya nguruwe. Tumekatazwa katika Uislamu kabisa, hakuna kula nyama ya nguruwe. Unaona kula nyama ya nguruwe? Mimi sikulagi. Ukulagi. Biblia inasemaje kuhusu nyama ya nguruwe? Tuingie kwa Biblia kidogo. Mzee, nimeshakwambia unyamaze, usikii kunyamaza. Sasa ile kitu imebakia, nitakupatia andiko kwa Biblia itakupoesha. Hiyo andiko nitakupatia andiko moja mzuri sana. Wengine wanakuja kuharibu mkutano. Tuna nao. 11:7. Na nguruwe. Kwa sababu yeye anazo kwato. Nguruwe kwa sababu ana kwato. Ni mwenye miguu iliyopasuka kati. Lakini hacheui. Yeye ni najisi kwenu. Msile nyama yao. Msile nyama ya nguruwe. Wala msiguse mizoga yao. Mizoga yao. Hao ni najisi kwenu. Tunaambia nguruwe wakati ya Musa waliwaambia wana wa Israeli nguruwe wasikule. Wakati ya Isaya nguruwe ilifanywaje? Mungu alisemaje kuhusu nguruwe? 65 Isaya. Kula nguruwe inaonekana hapo mtu anaingia motoni. Inasema mwalimu wangu. Inasema? Wakatio kati ya makaburi. Wakatio ndani ya makaburi. Na kulala katika mahali pao pasiri. Walao nyama ya nguruwe. Watu wale ambao wanakula nyama ya nguruwe. Na mchuzi wa vitu vichukizavyo katika vyombo vyao. Na watu wanakula katika vitu zingine za kuchukiza. Kuna watu wanakula mancase, kuna watu wanakula nyoka, kuna watu wanakula vitu zingine. Watu wasemao simama peke yako. Usinikaribie mimi. Kwa maana mimi ni mtakatifu kuliko wewe. Watu hao ni moshi puani mwangu. Mungu anasema mtu yote ambaye anakula nguruwe ni moshi puani mwa Mungu. Moto uwakao mchana kutwa. Na wewe ni moto ambao unawaka mchana kutwa. Kwa hivyo kula nguruwe basi wewe ni moto. Biblia hiyo ndio imesema. Swali lingine? Hiyo ndio swali yangu. Una nyingine? Sina nyingine. Sasa si ukuwa Muislamu basi kama hutaki Mkristo. Asante sana. Na Yesu alikuwa dini gani? Hebu niambieni. Unajua mkakuja hapa mnatuhepa hivi. Hebu tuambieni Yesu alikuwa dini gani? Kwa mujibu wa kitabu hii yenu. Yesu alikuwa Mkristo.
alikuwa Mkristo. Nini maana ya neno Kristo? Kwa sababu neno Kristo sio neno la Kiebrania na sio neno la Kiaramaiki. Neno Kristo ni neno limetoka ni ya Kigiriki. Inamaanisha nini? Sababu hapo mnaambia kwa Yesu ni Kristo. Yesu ni nini? Mnaongea tu, lakini neno Kristo ni limetoka wapi? Hiyo nice. Ujui. Samueli wa pili page 282 maelezo yake. Sikia sasa Biblia vile inatafsiri neno Kristo. Neno hili Masihi kwa Kiebrania maana yake ni mti wa mafuta. Mti wa mafuta anaitwa Masihi. Kwa neno la kile. Au mwenye kuwekwa wakfu kwa kutoa mafuta. Ili awe mfalme. Au kuhani. Au nabii. Kwa Kigiriki, yaani kwa Kigiriki ni Kristo. Kumbe Wagiriki wakiona nabii wanamuita aje? Kristo. Kumbe wewe ukisema wewe ni Kristo, unajiita nani? Nabii. Wewe ni nabii? Hizi ndio vitu mnafaa msome, hamsomi? Neno Kristo inamaanisha nabii. Wagiriki wakimuona Yesu walikuwa watamuita Kristo kwa lugha yao. Wayahudi wakimuona Yesu watamuita Mesaya. Sisi ukimuona Yesu tunamuita Masihi. Unaona maneno haya? Hii neno Kristo ni yule ambaye ametiwa mafuta ili awe nabii, awe kuhani ama mfalme. Kwa hivyo mfalme unaweza kumuita Kristo kwa lugha ya Kiunani. Unaona hiyo maneno? Kama rais wetu kwa sababu ni mfalme, anamuita Kristo. Unaweza muita kwa sababu yeye ndiye mtu wote ambaye amekuwa kiongozi, amewekwa mafuta, sio? Si ndio inasemekana? Si ni kwa hivyo. So neno Kristo ni jina imetokana na Kigiriki. Na jina Jesus sio jina lake original. Jina Yesu si ni Kiswahili? Twende tu taratibu. Ni Kiswahili. Ni kweli? Jina Jesus ni Kizungu. Kizungu hiyo. Wafaransa pia wanamuitaka sijui ni Jesus, sijui wanamuitaka aje. Kuna jina ile wanamuita. Jina lake original alipewa na mama yake katika lugha ya kwao. Aliitwa jina gani? Yes. Unaona huna habari? Huna habari? Sababu ukitoka hapo ukienda nchi za South America huko anaitwa jina ingine. Lakini kuna ile jina alipewa na mama yake wakati alizaliwa. Unajua wakati Yesu watu walikuwa wanaongea lugha gani? Wakati Yesu yuko duniani walikuwa wanaongea lugha gani? Unaweza kuwa na historia kidogo ama unaelewa kidogo? Kwa wakati hiyo. Wakati Yesu yuko duniani walikuwa wanaongea lugha gani? Sina habari. Walikuwa wanaongea lugha inaitwa Aramaic. Simu si unaye? Si uko na simu? Nenda nyumbani ukaa chini uulize wakati Yesu watu walikuwa wanaongea lugha gani, itakueleza lugha ile walikuwa wanaongea. Lugha ya Aramaic. Sasa Kiaramaic alitoaje na Mariamu? Ndio naona na sisi Waislamu hatuna wasiwasi. Jina la Yesu original ili alipewa na mama yake wakati alitoka tumboni tunaielewa. Qurani 30 mpaka 34. Na ndio naona watu wengi nyinyi hata muitu Yesu. Lakini sisi tunaitwa jina la Yesu, Isa. Ukisikia Isa bin Maryam. Soma mwalimu. 34, Azia 33. 19:33. Ama wazia 30 ufika mpaka 34. Qurani 19. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Inasemaje? Huyu ndiye Isa bin Maryam. Angalia. Nabii Muhammad anafunuliwa na waambie huyu ndio Isa mwana wa Mariamu. Hii ndio kauli ya haki ambayo Wakristo wanaifanyia shaka. Hii ndio kauli ya haki ambayo nyinyi ndio mnaiwekea shaka. Lakini hii ndio kauli ya haki, hiyo ndio jina yake. Hata katika Biblia anaitwa mwana wa Mariamu. Ukisoma Marko 6:3. Huu sio ule seremala mwana wa Mariamu. Ama hajasema hivyo? Ama hajasema hivyo? Imesema hivyo. Kwa hivyo vitu zingine ni mjaribu kufanya research sana kusoma. Najua nyinyi mnategemea kusomewa na mtu mmoja.
That is the problem. Lakini kama mngekuwa mnajisomea, mngekuwa mnajua hiyo kitabu kama kitu kingine. Ndio naona sisi Waislamu sisi tunasoma vitabu vyote. Sisi sio kama nyinyi. Wewe sasa hivi nikukupa kwa Qur'ani utaenda pengine wewe kwa kabati utasoma. Badala usome ujue ni nini. Ndio naona Wakristo wengi tunawapatia Qur'ani. Wanaenda wanasoma, wanatuitisha tunawapatia waende wasome. Sababu wamedanganywa mambo mengi. Waislamu wako hivi wanakuwa na si kweli. Tunaambiwa ati maneno umefanya usichukue hiyo Qur'ani ndio hii nenda usome, ni ya Kiswahili, hii ni ya Kizungu nenda usome. Usikie inasema nini? Unaona sasa? Kwa mfano wewe unaenda kanisa gani? Reggio Maria. Reggio Maria. Reggio Maria headquarters yake iko wapi? Kariobangi. Kariobangi. Hapa karibu, si ndio? Ukiangalia kanisa nyingi headquarters zao ziko wapi? Nyingi. Duniani ukiangalia hizi kubwa kubwa headquarters zao ziko wapi? Ng'ambo. Ziko ng'ambo Europe. Si ndio? Kwa nini siwe pale pale Israeli? Pale Yesu alizaliwa. Unajiulizaga hiyo swali? Kwa nini siwe kule headquarters kule? Ukiangalia zile kubwa kubwa headquarters Marekani, nyingine England, nyingine Germany. Why? Sisi Waislamu tuko na headquarters ngapi? 3. Na zote ziko Europe. Ziko pale manabii walikuwa wanaishi. Na ile msikiti Yesu alikuwa anaenda huko Yerusalemu mpaka saa hii. Ukiangalia katika runinga, unaona katika ukuta wanaita Wailing Wall. Wanaona wakifanya hivi. Wale Mayahudi na kutokofia nyeusi wanafanya hivi. Hiyo Wailing Wall ni wall ya msikiti. Msikiti unaitwa Masjid Aqsa. Wayahudi pia nao waliacha hiyo dini. Wakatengeneza dini yao inaitwa Judaism. Wana kitabu chao wanasoma wanaitwa Tanakh Bible. Na wanasoma kitabu kingine inaitwa Jerusalem Bible. Wanasoma kitabu kingine inaitwa Talmud. Ndio vitabu vyao. Wana sheria zao na vitabu vyao, walitengenezea vyao. Ile wanashangaa na nyinyi Wayahudi wale wako pale Jerusalem pale. Wanashangaa na nyinyi mkisema Yesu ni mwana, wanashangaa na nyinyi sana. Wayahudi waabudu Mungu watatu ama nini na nini? Wako kivyao sawa, wameacha mila fulani ambayo za zamani, lakini Mungu waabudu Mungu wawili ama watatu. Unasikia? So hivyo ndivyo ilivyo. Mwe mnasoma at least mtajua mambo mengi. Hakuna nabii alizaliwa Europe hata moja. Wote walizaliwa hapa Egypt, wenda hivyo mpaka Iraq, yani Warabuni area hiyo yote ndio manabii wote wamezaliwa. Na hakuna nabii alienda kaziko Europe, wote wamezikwa hapo. Mpaka Adam wote wamezikwa area hiyo. Kutoka hapa Egypt mpaka pale Iraq. Hiyo area ni area ya manabii wote tu. Hapo ndio dunia ilianzia na hapo ndio inamalizikia hapo siku ya mwisho. Kwa hivyo manabii wote ima walikuwa Wayahudi au Waarabu? Hakuna nabii alikuwa mzungu, zidanganywa na mtu. Kuna mmoja alitoka huko pande hiyo akajiita Paulo. Na Paulo alikuwa ni Mroma. Tena anadanganyana pale katika Matendo ya Mitume anasema ati alielewa chini ya Gamalieli. Ati yeye ni Myahudi. Ndiye si Myahudi. Tena historia, unajua manabii wote wana majina, si ni kweli? Wana baba zao, si ni kweli? Wana mama zao, si ni kweli? Wana genealogy yao. Hebu niambie genealogy ya Paulo. Baba yake alikuwa nani? Mama yake alikuwa nani? Hata mtu yao mmoja niambie, mmoja tu wao, unajua? Ndugu yake labda. Ama ndugu yake, hana. Mambo ni mengi. Nani mwingine ako na swali? Okay. Ama ulisilimu? Na mimi sina habari. Kwa majina unaitwa nani? Naitwa Frank Otieno. Frank Otieno. Sawa kabisa. Haya, leta hiyo swali. Kwa nauliza mbona Waislamu wanaweka ishara ya mwezi na nyota kwenye msikiti? Anauliza na Wakristo wanaweka msalaba. Sawa. Swali lake iko sawa. Anauliza kwa nini Waislamu katika misikiti yenu tunaona nyota na tunaona alama ya mwezi katika msikiti pale juu, si ndio? Mwezi na nyota hiyo ilianzishwa katika karne ya 1924 wakati ya Ottoman Empire.
haikukuwa kwa tangu zamani. Karne ya 13 ndio Dola Othmania imeanza kutawala. Ottoman Empire imeanza karne ya 13. Na ilikuwa ni kutofautisha kati ya majengo mengine na misikiti, makanisa na misikiti. Ujue huu ni msikiti na hili ni kanisa, ndio tofauti. Nasikia mwalimu amekueleza. Ilianza katika Ottoman Empire katika karne ya 13, ilikuwa ni ya kutofautisha hii ni kanisa na hii ni msikiti, kwa sababu pia makanisa wakati huo ilikuwa inajengwa kama msikiti. Na ndio unaona kuna makanisa zingine ukienda nchi zingine inakaa kama msikiti. Kwa mfano ukienda Lebanon, uende Lebanon kuna Wakristo wengi wako hafu. Utoke hapo uende ni wapi hata Misri, Egypt. Ukienda Egypt unashangaa. Yaani kanisa imejengwa kama msikiti. Sasa ile inatofautisha ni ile msalaba, unaona ni msalaba unajua hiyo ni kanisa. Haya ukiona nyota na mwezi unajua ni nini? Ilikuwa ni ya kutofautisha tu. Si ati kuna lengo lingine ati katika hiyo. Na Mungu ametukataza mambo ya nyota na mwezi hizo. Hatuwezi kusujudia hizo. Mtu afikiria ati tunaenda msikiti tunaenda kusujudia hizo. Qur'ani 41:37. Sikia vile Mungu anasema. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na katika alama zake za uungu wake Mwenyezi Mungu. Ni huku kupatikana usiku na mchana. Na jua na mwezi. Basi msilisujudie jua wala mwezi. Mungu anasema usijaribu kusujudia jua wala mwezi, bali msujudieni Mwenyezi Mungu aliyeviumba. Unaona maneno Mungu ameshaweka wazi na ameweka bayana. Umeelewa? Ingine? Kuna ingine? Zimeisha. Naitwa Hassan na unaitwa nani baba? Naitwa Jacob. Jacob Hapo tumekaa Kombo. Kujeni hapa kidogo. Tumekaa kaona kuja hapa mwalimu, tumekaa na upande. Unaitwa nani Jacob? Naitwa Jacob. Swali lako ni gani? Swali yangu ni kuhusu Christian. Ni kuhusu wa Kristo. Mtu kuitwa Mkristo. Unasema mtu kuitwa Mkristo ni nabii. Neno Kristo kwa lugha ya Kigiriki ni nabii. Kwa hivyo ukisema ni Mkristo unajiita nabii. Unajua ukiitwa Mkristo hata fungua kwa simu yako. Simu yako tu hata zikwambia imekuachana hata na Biblia. Neno fungue simu yako uandike neno Kristo. What's the meaning of the word Christos? Uandike Christ ni kizungu walikuja wakabadilisha. Andika Christos. Itakuletea hapo maana yake ni nini. Unajua kuhusu Christian ni mtu mwenye yani kwa matendo yake na tabia zake zinaendana sawa sawa na Yesu Kristo. Ndio maana akaitwa Mkristo, like Christian, like Christ. Christ ni kizungu. Kama Mkristo, yani Mkristo kama Kristo Yesu mwenyewe, yani tabia zake zinaambatana na tabia za Kristo. Wewe tabia zako zinaambatana na za Kristo. So unajua mimi mwenyewe nakuuliza, unasema Mkristo ni yule tabia yake zinaambatana na nani? Na Kristo mwenyewe. Wewe sasa kabla sienda kwa mtu mwingine. Wewe kwa sababu si ni Mkristo wewe? Mimi ni Mkristo. Wewe unaambatana na sheria za Kristo? Naambatana nazo. Na Kristo. Tuanze na moja kwanza, tuangalie kati ya mimi na wewe nani anapinga. Kwa sababu katika sisi wawili kuna mpingaji. Anampinga Yesu, si ndio? Hakuna mwana anapinga Yesu. Watu waone kwanza nani. Tuanze na ya kwanza. 4:10 Mathayo. Tutajua tu. Anakombe mwalimu wangu anasema. Ndipo Yesu alipomwambia nani? Nenda zako shetani. Kwa maana imeandikwa. Ufanyaje? Msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Yesu amefunguza shetani, amemwambia nenda zako ibilisi, kwa maana imeandikwa umsujudie Bwana Mungu wako na umwabudu yeye nini? Peke yake. Wewe umeshaisujudu? Kusujudu tangu uzaliwe. Unajua nini maana ya kusujudu? Kusali. Neno kusujudu unajua maana yake? Maana yake sijui sasa. Hujui. Nyakati wa pili 7:3. Ndio hiyo maana yake ya kusujudu. Wacha nilete hii hapa karibu. Sikiza maandiko. Wakatazama wana Israeli wote waliposhuka ule moto. Unasikia hawa ni Waisraeli wote wakiwa pamoja. Utukufu wa Bwana ulipokuwa juu ya nyumba. Wakafanyaje? Wakasujudu kifurifuri hata nchi sakafuni wakaabudu. Unasikia? Wakasujudu hivi
kifulifuli hata nchi. Nchi ni wapi? Kwa ardhi. Wakasujudu kifulifuli hata nchi, sakafuni, wakamwabudu Mungu. Kwa hivyo tangu uzaliwe wewe hujawahi fanyaje hicho kitendo hicho? Hiyo ni mai. Hiyo ni mai na ukiomba. Ndio nauliza, hii kitendo umeshaifanya tangu uzaliwe? Mara mingi sana. Hebu sujudu wewe, unasujudu vipi? Hebu tuoneshe. Tuonyeshe tu. Kwa mfano, tuonyeshe tu kidogo. Si kama Muislamu. Si ndio hiyo, tuonyeshe tu kidogo tu. Kidogo tunaomba tu uonyeshe kidogo. Si mimi nafanya. Fanya tu kidogo, usio na wasiwasi, mkeka hakuna uchafu. Tuonyeshe tu kidogo. Ni safi? Sawa. Fanya tu kidogo tu tuone. At least nasikia raha ukiona ukifanya. Tafadhali. Basi tuonyeshe tu kidogo. Tuonyeshe tu kidogo. Tuonyeshe hapo kidogo. Hii ndio hiyo. Hapana, si hivi. Unainama tu. Kiamini. Unainama kiamini. Si lazima wewe. Sasa ni lazima kwa sababu Yesu amesemaje? Mtu afanyaje? Unajua kulala kifudi ni ngoja kidogo. Amesema usujudu. Nini kusujudu? Wana wa Israeli. Wewe na wana wa Israeli nani anajua zaidi? Wewe na wana wa Israeli ni nani walikuwa karibu na manabii? Wana wa Israeli. Na wana wa Israeli wote walifanyaje? Walisujudu, lakini si wote. Chini. Asi wote na kwani hapa tumesoma kwa wote ama si wote? Kwa Biblia si wote, lakini wenye walikuwa kwa hiyo area labda. Lakini si wote. Ngoja tuangalie kama ni wote. Wote tuangalie. Unajua huku kwako na mimi si huku. Soma tena. Wakatazama wana wa Israeli wote waliposhuka. Wewe wangapi? Wote. Na wewe mbona unapunguza? Napunguza kwa sababu unajua pia wakati kulikuwa na wale walikuwa wapinga Kristo. No, haijaambiwa hapa kuna wapinga Kristo hapa. Hata siku hiyo Kristo alikuwa hajakuja, hata alikuwa hajazaliwa. Hii ni wakati ya mfalme Suleimani na Daudi. Ndio wakati yake. Ni wakati hiyo. Wote walifanyaje? Kwa hivyo sheria yote ya Yesu ya kwanza umepinga. Nilikwambia hapa tunaona mpinga Kristo ni nani. Twende ya pili 22:8. 22:8 mwalimu wangu. Inasemaje? Nami Yohana ndimi niliyasikia na kuyaona mambo hayo. Na hapo nilipoyasikia na kuyaona na nianguka. Ili nisujudu mbele ya miguu ya malaika yule mwenye kunionyesha hayo. Naye akaniambia, angalia, usifanye hivi. Mimi ni mjoli wako na wa ndugu zako manabii na wale wayashikao maneno ya kitabu hiki. Naomba usikie sasa maneno pale iko. Na wale wanaoshika maneno ya kitabu gani? Hiyo Biblia. Hii Biblia. Wafanyaje? Msujudie Mungu. Wanashika maneno ya Biblia? Unaambia msujudie nani? Mungu. Na wewe ufanyaje? Unasujudu. Wewe hujawahi fanyaje? Mimi nimesujudu. Wewe umepiga magoti hujafanyaje? Mimi nimepiga magoti, nimesujudu, sheria zote za mbili za Yesu niko nazo mimi. Nimefanya, wewe hujafanya hata moja. Wewe unapiga magoti. Kusujudu ni kufanya nini? Kusujudu ni kuweka uso chini ya mchanga. Na kwa nini jelezo ni kuweka uso chini? Rudia tena pale. Kwani wewe ulikuwa dunia gani? Kwani wewe ulikuwa wapi? Turudie tena. Kwani wewe kuelewa ni ngumu? Ataelewa tu. Soma. Ataelewa tu mdogo wangu huyu. Wakatazama wana wa Israeli wote waliposhuka ule moto. Utukufu wa Bwana ulipokuwa hapa juu ya nyumba. Wakafanyaje? Wakasujudu kifudifudi hata nchi sakafuni. Nchi sakafuni ni wapi? Kifudi. Hata wapi? Sakafuni. Wapi? Sakafuni. Sakafuni ni gani? Ni chini. Wapi? Chini. Wewe umeenda chini? Ardhi. Wewe umeenda chini? Sikuinama chini. Inama tuone mpaka chini. Na wakisema kifudifudi. Fanya hivyo mpaka chini. Inama hivyo kama mpaka chini. Na usilale. Kifudifudi sio hivi. Ni nini? Wapi? Kumbe wewe unapenda usingizi. Kumbe wewe ni usingizi unapenda. Wewe kusujudu ni kuweka uso chini. Tena angalia, sijui nikisema ni Kiswahili nalichenga. Kiswahili ndio inakuchenga. Inasema wakasujudu sakafuni kifulifuli hata inchi. Angalia maneno yametumika pale. Hata inchi. Inchi ni chini ya mchanga, sakafuni.
Kwa hivyo walikuwa na sakafu mkeka kama hii, hata inchi sakafuni. Mko na Kiingereza, msome Kiingereza. Ya Kiingereza iko, mwalimu toa. Mwalimu toa. Usikonde Kiingereza iko. Hai? Kwa nini unaona Kiingereza hakuna? Tena Kiingereza sasa inakunyoa. Inakunyoa kabisa. Afadhali ungesema mambo mengine. Haya, swali lingine. Swali lingine. Tukiendelea kwa hiyo kitabu ikuje. Mahali ulisema eti Yesu ni mwana wa Maria, si mwana wa Mungu. Kizungu ndio hii. Soma 26:36 Mathayo. Tuanzie hapo kwa Yesu direct. Si tuanzie huko na ulizia. Twende kwanza kwa Yesu direct. Twende kwa Yesu direct. Hakuna haja kushinda tukiwaste time. Twende kwa Yesu direct muulize. Mathayo 26:39. And he went a little further. Jesus went a little. Sasa hii ni Mathayo. Nasoma kama Mathayo direct. Nimeenda kwa Yesu direct nimuulize. And Jesus went a little further. Akisonga mbele kidogo. And he fell on his face and prayed. And you fell with your face. Just fell with your face. Fell on your face. Fell on your face. On your face. Wapi? Hakuna. Hakuna. Unaona umeshindwa? To fail on your face ni kufanya namna hii. Simple. Hivi. Down the earth. Sasa wewe. Haya. Swali lingine unaye? Hiyo swali yenye kuna venye ulisema ati Yesu kuna jina yake yenye alipewa, hiyo sio jina yake. Jina ya Yesu sio jina yenye alipewa na wazazi. Wakati Yesu, wakati Mariamu alikuwa na ujauzito wa Yesu, Joseph alikuwa anataka kufanya nini? Kuachana na Maria, na malaika akamkujia akamwambia wake, na akamwambia usiende, huyu mtoto amepatikana kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, na akampatia jina, akamwambia utamwekea jina Yesu. Wakati alizaliwa walimuita huyo Joseph mwenyewe, wakamuuliza jina ya mtoto ni nani, na akasema jina ya mtoto ni Yesu. Mimi my bone of contention ilikuwa hapa. Hii tafsiri ni ya Kiswahili, si ndio? Na tafsiri ni ya Kizungu, sawa? Na Yesu hakuongea Kiswahili wala hakuongea Kizungu, si ndio? Hata mama yake, sio? Katika lugha ya mama yake ya Kiaramaic aliitwa nani jina yake na lugha yao? Sasa hiyo jina ndiyo ilikuwa converted into English. Kwani jina la wewe unaitwa nani? Naitwa Jacob. Jacob, ukienda Amerika jina lako inabadilika? Jina la Kizungu sasa hilo. Jina lako Jacob, ukitoka unakuwa Jacob. Nikienda kwa mtu ni Jacob. Jacob, ukienda Australia Jacob. Mbona ibadiliki? Na sasa si unajua jina la mtu ni nao ni alibadiliki. Mimi naitwa Hassan. Nikitoka hapa nikienda America nitaitwa Hassan. Nikienda Australia Hassan. Nikienda UK Hassan. Nikienda South Africa nitaitwa Hassan. Jina la mtu ni nao na ibadiliki. Siwezi kwenda pale atanipatia jina ya South Africa. Na mimi si South Africa. Jina ile niliitwa na mama yangu ndio nitaitwa. Na ndio unaona kama Rais Obama yule alikuwa anatawala. Alikuwa anaitwa nani? Obama. Lakini alizaliwa wapi? Alizaliwa Kenya. Alizaliwa, jina limebadilika? Mpaka leo anaitwa nani? Anaitwa. Jina la Yesu original ni gani? Kwa lugha yao ya Kiaramaic. Hamna katika vitabu vyenyu, hamna jina original. Swahili tunaongea sisi na Watanzania tu. Swahili ni ya East Africa peke yake. Hata Kongo Yesu hajulikani kama Yesu. Ni kweli. Sasa unajua aliweka ndio watu waelewe. Ule aliweka, unataka muulize jina original iko wapi? Ni sawa na Qur'ani. Kuna Qur'ani ya Kiingereza, kuna Kiswahili. Qur'ani ya Kiingereza haijabadilisha kitu yoyote. Kama mtu anaitwa Ibrahimu katika Qur'ani ya Kiingereza, kwa Kiswahili ni hivyo hivyo. Na hakuna Qur'ani ya Kiingereza, Qur'ani ni moja. Qur'ani ni Kiarabu, hii yongele yote tafsiri. Tafsiri ya watu. Na hiyo tafsiri haibadiliki hata kidogo. Jina la mtu vile anaitwa tu hivyo. Leta nyingine. Chamsha bongo leo. Nyingine iko wapi? Kuna swali lingine hapa. Nyinyi mnasema mnaamini
Yaani mnajua Yesu ni kama mtume, na ni kweli Yesu ni mtume. Na Yesu ni mtume ambaye alitumwa na Yesu na Mungu mwenyewe ili akuja akomboe dunia. Na yetu ndiye alikuwa mtoto wa pekee wa Mungu. Alikuwa anapendwa sana na Mungu, ndiye akatumwa akuja ajitoe kwa ajili ya binadamu, kwa ajili ya dhambi ya binadamu. Na akasema kila mtu amwaminie, yani kila mtu ataenda kwa Mungu kupitia kwake. Unaona? Na nyinyi mnaamini kwa Mungu direct, lakini kwa Yesu Kristo hamwamini Yesu Kristo, kwa sababu najua Yesu Kristo ni mtoto tu wa Maria wa binadamu. Nyinyi ndio muamini Yesu. Especially nyinyi wengi wenyu waje muamini Yesu hata kabisa. Hata maneno yake hamfuati vile anasema, mnakataa. Na nikisema hivyo, nasema hivyo kwa sababu utakataa saa hii. Wewe umesema Yesu ametumwa kwa watu wote duniani, sawa? Ametumwa kwa watu wote. Unaonaje nimuulize Yesu mwenyewe aseme? Unaonaje nimuulize, si wewe umsemee? Si wewe umsemee? Unaonaje nimuulize Yesu mwenyewe aseme? Kumuuliza pia si mbaya. Kumuuliza si mbaya. Okay, basi tulia sasa usikize. Naanza na Luka 19:10. Inasema mwalimu wangu, kwa kuwa mwana wa Adam unajua ni nani kwa mujibu wa Biblia? Yesu amesema ni mwana wa Adam mara 81 katika Biblia. Mwana wa Adam, endelea. Alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Kumbe Yesu ambaye ni mwana wa Adam alikuja kutafuta na kuokoa kilichofanyaje? Kilichopotea. Umepotea? Mimi sijapotea. Wewe hujapotea. Wewe kaa kando, hakuhusu Yesu. Haya, mwana wa Adam alikuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Hicho kilichokuwa kimepotea ni gani? Luka Mathayo 15:24. Akajibu akasema, akasemaje? Sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Kumbe Yesu, wewe umeniambia hujafanyaje? Sijapotea. Kumbe tunaambiwa, kumbe wale walikuwa wamepotea ni watu gani? Wa nyumba wa Israeli. Kumbe alikuja kutafuta na kuokoa nyumba gani? Wa Israeli. Wewe ni Mwisraeli? Mimi ni Mkenya. Sasa kwa hivyo Yesu hakuhusu. Ni kujiingiza, mnajiingiza na nguvu. Na hata katika ufalme wake hauko kabisa, katika ufalme wake wa mwisho. Ama katika ufalme wake wewe huko? Ufalme wa Yesu wewe huko? Wa mbinguni. Hapo sasa siku ya kiyama ndio iko hapa, ameshasema tayari. 19:27 Mathayo. Anasemaje? Ndipo Petro kajibu akamwambia, tazama, sisi tumeacha vyote tukakufuata. Tutapata nini basi? Yesu akawaambia, Amina nawaambia kwamba ninyi mnaonifuata mimi, katika ulimwengu mpya atakapoketi mwana wa Adamu katika kiti cha utukufu wake, ninyi nanyi mtaketi katika viti 12. Ukifanyaje? Mkiwahukumu kabila 12 za Israeli. Kumbe hata siku ya mwisho Yesu anahukumu kabila 10 na ngapi? Na 2. Wewe huko? You are non-existence. Huyuko. Ufunuo wa Yohana 21:9. Nione kabisa, naenda mpaka Ufunuo sasa kabisa. Nione kama huko. Mimi nakutoa kabisa. Kwa sababu Biblia ndio inakutoa, hata sio mimi. Inakutoa kabisa. Wewe utarukaruka hapa uimbe, lakini kule uchoke kitu. Lakini kule 19. 21:9. Inasema mwalimu wangu, sisi Yesu tunasemaga ni ndugu yetu Muislamu, na alikuwa anaenda msikitini na atarudi, na akirudi atakuja kutawala na sheria za Kiislamu. Vitabu yetu iko hapa, inasema vitabu ziko inasema hivyo. Ndio maana sisi tunaga wasiwasi. Sisi tunashangaa na nyinyi mnaabudu ndugu yetu Muislamu. Manabii wote ni mandugu zetu Waislamu, walikuwa wanaenda msikitini wote. Hata ile msikiti iko Maka ilijengwa na Ibrahimu na Ismaili. Ismaili alikuwa kijana mdogo. Ile msikiti ya Maka ndio kubwa duniani, na ndio inaingia watu 5 milioni kila mwaka wanaenda kuhiji Maka. Na hiyo ndio nyumba ya kwanza duniani kujengwa ya kuabudia watu. Ilijengwa na Nabii Ibrahimu.
Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Basi tukutane kesho. Kesho.